Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa mchungaji Oswald Bernard Sigoma, ni mchungaji wa kanisa la Moravian. Ndugu mtazamaji wa Baraka TV, nikualike ushiriki nami katika ibada ya leo, ikiwa ni tarehe 6 mwezi wa 6 2026, tukiongozwa na neno kutoka kwenye kitabu cha pili cha Samueli sura ile ya 8 mstari wa kwanza hadi ule wa 18. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante hata kwa wakati huu kwa ajili ya kuachilia kibali kwetu kushiriki ibada hii. Nahitaji msaada wako uwe pamoja nasi, nami mtumishi wako niwesimama mbele ya watumishi wako. Nahitaji msaada wa Roho Mtakatifu kaweze kunena siri zako. Nahitaji nguvu yako Bwana, katuajilie katika jina la Yesu nikiomba na kushukuru, amen. Niwalike tushirikiane neno kwenye kitabu cha pili cha Samueli sura ile ya 8 1 mpaka 18, na watangulia kusoma katika utatu mtakatifu wa Mungu. Ikawa baadaye Daudi akawapiga Wafilisti akawashinda. Daudi akautwaa Gati na vijiji vyake mikononi mwa hao Wafilisti. Akapiga Moabu, akawapima kwa kamba hali wamelazwa chini. Akapima kamba 2 za kuwawa na kamba 1 nzima ya kuhifadhi hai. Wamoabi wakawa watumwa wa Daudi. Akaleta zawadi tena. Daudi akampiga Hadadegeli mwana wa Lebohu mfalme wa Soba, alipokwenda kujipatia tena mamlaka yake huko mtoni. Daudi akampokonya wapanda farasi 1,700 na askari waliokwenda kwa miguu 20,000. Daudi akawakata mshipa farasi 1,000. Daudi akawakata mshipa farasi wote wa magari, ila farasi wa magari 100 akawasaza. Na Washami na Wadameski walipokuja kumsaidia Hadadezeri mfalme wa Soba, Daudi akawapiga Washami watu 22,000. Daudi akaweka ngome katika Shamu ya Dameski, na hao Washami wakawa watumwa wa Daudi. Wakaleta zawadi, naye Bwana akampa Daudi kushinda kila alikokwenda. Tena Daudi akazitwaa ngao za dhahabu zilizovaliwa na watumwa na Hadazereli, akazileta Yerusalemu. Tena toka Tebathi na toka Belotai, miji ya Hadazereli, Daudi akatwaa shaba nyingi mno. Na Tou mfalme wa Hamathi aliposikia ya kwamba Daudi amewapiga jeshi lote la Hadadezeri, Tou akamtuma kwa Daudi Hadolamu mwanawe kusalimia na kumubarikia, kwa sababu amepigana na Hadadezeri na kumpiga, kwa maana Hadadezeri alikuwa amepigana vita juu ya Tuo, na mkononi mwake akaleta vyombo vya fedha na vyombo vya dhahabu na vyombo vya shaba. Hivi pia mfalme Daudi akavifanya wakfu kwa Bwana. Pamoja na hiyo, fedha na dhahabu alizofanya wakfu za mataifa yote aliwashinda, za Edomu na za Moabu na za wana wa Amoni na za Wafilisti na za Amaleki na za nyala za Hadadezeri mwana wa Rehobu mfalme wa Soba. Basi Daudi akajipatia jina aliporudi kutoka kuwapiga Waedomu
katika bonde la chumvi, watu 18,000. Akaweka askari wenye kulinda ngome katika Edom, katikati ya Edom yote akaweka ngome, na Waedomu wote wakawa watumwa wa Daudi. Naye Bwana akampa Daudi kushinda kila aliko kwenda. Daudi akatawala juu ya Israeli wote, na Daudi akafanyia hukumu na haki watu wake wote. Huyo Yoabu mwana wa Seruya alikuwa juu ya jeshi, na Yehoshafati mwana wa Hiludi mwenye kuandika tarehe ile 17, na Sadoki mwana wa Hitubu, na Ahimeleki mwana wa Biashati walikuwa makuhani, na Shausha mwandishi, na Benaya mwana wa Yehoyada alikuwa juu ya Wakelati na Wapeleti, nao wana wa Daudi wakawa makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Zangu, ili somo imelipa msingi wake. Mungu hutoa ushindi kwa watu wake. Mungu hutoa ushindi kwa watu wake. Utangulizi. Ushindi mkubwa aliopata Daudi dhidi ya madui mbalimbali waliokuwa wakilipinga taifa la Israeli. Ushindi huu hautokana na nguvu zake mwenyewe, bali ulitokana na nguvu za Mungu. Kwa hiyo tunaona kwamba jinsi ambavyo Daudi alishinda madui wake wote, wale ambao alipigana nao katika vita. Daudi alipigana na Wafilisti, Daudi alipigana na Wamoabu, Daudi alipigana na Washami, lakini katika vita vyote Mungu alimpa ushindi. Mungu alimpa ushindi Daudi, wala hakuteteleka. Na kilichofanya Daudi apate ushindi ni ule uchaji wake wa kumwamini Mungu, uchaji wake wa kumwamini Mungu. Kwa hiyo kule kusimama kwake kulimsaidia sana kupata ushindi. Na Daudi hakurudi nyuma, alisimama imara na alipambana na hawa Wafilisti, alipambana na Wamoabu, alipambana na Washami bila kurudi nyuma, kwa sababu aliona nguvu yake ni kwa Mungu. Hakushinda yeye vita kwa akili yake, ila kwa nguvu ya Mungu. Ili somo nimeligawanya katika sehemu kuu 3. Sehemu ya kwanza ndio hiyo, Mungu hutoa ushindi dhidi ya madui. Kwa mtu ambaye unamtumainia Mungu, lazima Mungu akupiganie, lazima Mungu akutetee. Hata kama vita vingeinuka kwa namna gani, vyovyote vile, kwa njia zote zile, lazima Mungu akutetee, lazima akushindie ukimtumainia. Hawezi kukuacha. Pamoja na kwamba Wafilisti waliinuka, Wamoabu waliinuka, Washami waliinuka kwa ajili ya kupigana vita na Daudi, lakini kwa sababu Daudi alimtumainia Mungu, na Mungu alimshindia. Mungu alimshindia na akawashinda. Kwa hiyo alipokuwa amewashinda huyu Daudi, aliona mkono wa Mungu. Kwa hiyo nguvu za mwanadamu peke hazitoshi katika mafanikio. Lazima Mungu aingilie katika maisha yako. Unapomwita, naye atasikia sauti yako na atakutetea. Hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo nilikuwa nimeigawanya katika somo hili. Kwa hiyo tunatakiwa kusimama vizuri katika maisha yetu, yawe ni maisha ya kiroho, maisha yako binafsi. Simama. Duniani kuna majaribu, yapo. Duniani kuna dhambi, duniani kuna hofu, duniani pia kuna mashambulizi ya kiroho. Unaweza kushambuliwa kiroho, lakini ukisimama ndani ya Yesu, lazima akutetee. Hata kama ungejaribiwa, ukimwita, lazima akutetee. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Sehemu ya pili, Mungu hutoa heshima na mafanikio
kwako wewe mtumishi ambao utasimama kwa kumheshimu Mungu. Atakupa heshima, ataona moyo wako, ataona unyenyekevu wako, ataona utifu wako. Ndicho kitu ambacho Daudi alikifanya. Akajiuliza, mimi ni nani? Kwa sababu ya baraka na nguvu ambazo Mungu aliona anamtendea, anampigania dhidi ya maadui. Maana Wafilisti wa Amoni pamoja na Washami walikuwa ni maadui wa kutisha, lakini kwa mwili wa Daudi Mungu alimsimamia akawashinda. Na sisi pia unapojaribiwa, hebu mtumainie Mungu. Unapoona majaribu, unapoanguka dhambini, hebu mtumainie Mungu na Mungu atakushindia. Kwa hiyo ukimtumainia Mungu, yeye ataachilia baraka kwako, ataachilia ushindi kwako, ataendelea kukuinua kama alivyomnua Daudi. Daudi akajiona si kitu, lakini Mungu akaachilia baraka na ushindi mkubwa kwake. Na baadaye Daudi akaona kwamba kwa sababu ya ushindi huu, kwa heshima kubwa ambayo Mungu amenipa, akaamua kumtolea dhahabu, fedha na vitu vingi vya thamani. Akamtolea. Hakutoa bure. Aliona mkono wa Mungu alivyomshindia, akaona achilia na yeye baraka ili kuzichota. Akatoa dhahabu, akatoa fedha na vitu vya thamani, aliviachilia kwa ajili ya kazi ya Mungu. Ni kwa sababu Mungu alimpigania na Mungu alimshindia. Sehemu ya tatu ambayo nilikuwa nimegawanya, uongozi wa haki huleta amani. Uongozi wa haki huleta amani. Uongozi ambao hautembei na amani huleta vurugu, huleta vita, kuharibu mpango mzima, kuondoa sifa. Lakini uongozi wenye haki, unaposimamia haki, na mbingu zitaona jinsi ulivyosimama. Unaposimamia haki, utaona utulivu, utaona amani, utaona mafanikio. Ndio maana andiko linasema kwamba Daudi alitoa hukumu kwa watu wake, hukumu za haki. Maana hakupendelea, hakuwagandamiza, hakuwaonea, hakuwadharau, hakuwakabili. Alitoa hukumu ya haki. Ile hukumu ya haki ilipelekea Mungu kumshindia, na ndio maana aliona mkono wa Mungu katika kushinda vita. Hakuna adui aliyeinuka juu yake. Mungu alikuwa pamoja naye. Sasa sisi kama wafuasi wa Kristo, tujue kabisa kwamba Mungu ndio chanzo cha ushindi. Mungu ndio chanzo cha ushindi katika utumishi wetu. Mungu pekee ndio chanzo cha ushindi. Kumtegemea Mungu huleta mafanikio, huleta amani, huleta maendeleo, huleta umoja na kuleta upendo. Pia baraka zetu zinapaswa kumtukuza Mungu. Zipo baraka nyingi. Ndio maana ukisoma Mithali sura ya 10 mstari wa 22 panasema baraka za Bwana hutajirisha, hazichanganywi na huzuni. Baraka za Bwana hutajirisha, hazichanganywi na huzuni. Ukiwa kiongozi, ukiwa mkweli, unayetenda vizuri, unayetii sauti ya Mungu, lazima uzione baraka za Mungu. Kwa hiyo tunapaswa na sisi kama Watanzania, kama Wakristo, kama wafuasi wa Mungu, tuweze kuteka baraka kutoka kwa Mungu. Tukiteka baraka kwa Mungu, Mungu atatutajirisha. Tutaona mafanikio katika mipango yetu, tutaona mafanikio katika utumishi wetu. Mungu ataendelea kutuinua katika mpango yetu. Ukiwa kiongozi, atakuinua, utaziona baraka na amani itakuwepo, atakushindia. Pia uongozi wa haki ni muhimu katika maisha. Uongozi wa haki, usione kwamba huyu sijikoje. Hapana, tenda haki, usiweke ubaguzi. Kama Daudi alitenda haki kwa watu wake, bila kumwonea mtu, bila kumwelemea mtu. Pointi namba 5,
Mungu huwainua watu wanaomtii. Ukisikia sauti ya Mungu na kuitii, lazima Mungu akuinue. Tunahitaji baraka kwa kusikia sauti ya Mungu. Tunahitaji baraka na mafanikio kwa kuitii sauti ya Mungu. Ila Warumi 10 mstari wa 17 anasema chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa jina la Kristo. Ndio msingi wa maisha yetu. Kwa hiyo unaposikia neno la Mungu, liumbe kitu ndani ya moyo wako. Yesu atawale maisha yako. Basi chanzo cha imani ni kusikia, na kusikia huja kwa jina la Kristo. Ukiwa Mkristo, ukiwa mhubiri, simama na Yesu, ng'ang'ana na Yesu katika maisha yako yote. Yawe ni maisha yako binafsi, ukiwa kiongozi kwenye kanisa, unapokaa kwenye jumuiya, basi tembea na neno la Mungu ndani ya moyo wako, utaona mafanikio. Niwaalike sana wasikilizaji wa Baraka TV, tuwe makini sana tunapoisikia sauti ya Mungu. Tuwe makini sana tunapoitenda kazi ya Mungu. Mungu anainua kwa watu wake, na anafanya njia pasipo njia ukimtumainia. Usipomtumainia, huwezi kuona mafanikio. Iwe ni kwenye biashara, iwe ni kwenye utumishi wako, utumainie Mungu, utaziona baraka. Usipomtumainia Mungu, utatembea na manunguniko, utatembea na vikwazo, utatembea na shida na maneno mengi, na utakuwa kikwazo katika mafanikio ya watu wengine. Maana utakuwa umeshakosa baraka, badala yake sasa umekuwa mtu wa maneno, maana huioni baraka. Mlango wa baraka, mwangalie Yesu. Yeye ndio mweza wa yote. Ushindi wa Daudi uwe mfano kwetu, na uumbe kitu katika mioyo yetu. Ndugu watazamaji, Bwana Mungu alimpa Daudi ushindi kila mahali alipokwenda. Daudi aliona mkono wa Mungu. Daudi aliona ushindi kila mahali. Kwa hiyo ukiwa na baraka za Mungu, huwezi ukasita, kwa sababu muda wote unaongozwa na nguvu ya Mungu. Tunahitaji kumtegemea sana Mungu. Yeye Mungu anaweza. Kwa hiyo tunapofanikiwa, tusimsahau Mungu. Kuna watu wengine hata kifanikiwa, hata utumishi ulionao tu ni mafanikio ya Mungu. Hata Ukristo ulionao tu ni mafanikio ya Mungu. Mungu amekutoa kwenye kundi lile lilopotea, amekutoa Mkristo mpendwa, ni mafanikio ya Mungu. Kwa hiyo unapofanikiwa, usimsahau Mungu. Zitake baraka kwa Mungu katika kutoa sadaka. Zitake baraka kwa Mungu unaposhiriki ibada. Zitake baraka kwa Mungu unaposhiriki kwenye wito wako. Ndio msingi ambao Mungu anautaka kwako. Tusiwe na shingo ngumu. Vita vya maisha haviwezi kushindwa kwa akili na nguvu za mwanadamu. Mungu huwapa ushindi wale tu wanaomtegemea. Bwana Mungu, nakushukuru sana mtumishi wako kwa kunipa kibali cha kusimama kusema na kanisa. Nahitaji msaada wako wa Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu kaendelee kuitenda kazi, kutukumbusha maneno haya ambayo Mungu umetumia kusema na kanisa, nikafae machoni pako na machoni kwa wanadamu, katika jina la Yesu kiomba na kushukuru, amen. Kwa jina naitwa mchungaji Oswald Bernard Sigoma, ni mchungaji wa kanisa la Moravian. Mungu awabariki sana, amen.